الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه الهادي إلى طريق سوي، صلاة وسلاما متلازمين إلى قيام الساعة. أيها الناس عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, huu ni mwezi wa Dhulqaada au Dhulqida, ni mwezi wa 11 Kiislamu. Tumebakiwa na mwezi mmoja wa Dhulhijja au Dhulhajja ili tuwe tumeumaliza mwaka 1442 Hijiria. Huu mwezi una tukio ambalo ni la kihistoria la haraka haraka. Katika mwezi huu ilitokea vita ya Banu Quraidha ambao walikuwa ni Mayahudi wanaoishi Madina kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina. Aliwakuta Mayahudi wanaishi pale, Banu Quraidha, Banu Qainuqa na Banu Nadhir, wengine wao wakiwepo wakina Banu Muawiya. Hawa watu walifanya khiana, wakafanya uovu, wakamdhalilisha mwanamke mmoja wa Kiislamu katika mwezi kama huu wa Dhulqaada. Rasulullah akapata taarifa, akawa amekwenda kumnusuru yule mwanamke. Lakini baada ya kuwa Muislamu mmoja alijitoa muhanga kuhakikisha analinda utu na heshima ya mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu alivuliwa nguo katika soko la Banu Quraidha, ambalo kwa sasa hivi ukienda Madina, nenda katika eneo kuna msikiti unaitwa Masjidu Bilal, ndipo ilipokuwepo pale. Na kutoka Masjidu Bilal unakwenda katika Masjidul Ijaba, katika Masjidi Bani Muawiya, ambapo msikiti huu ulikuwa unaitwa msikiti wa ukoo wa Bani Muawiya, kama vile misikiti mingine ina majina ya koo zao. Kwa hiyo pale Rasulullah akawa amekwenda kuwatia adabu, hatimaye wakafukuzwa. Lakini hutuba yangu hii ya leo nataka nizungumzie mwanadamu, tabia yake ni tamaa. Kila mwanadamu ameumbwa na tamaa. Sio wewe maamuma, hata mimi shekhe nina tamaa. Sio shekhe, hata viongozi wa dunia wote wana tamaa. Wanadamu wana tamaa wote. Maskini ana tamaa, tajiri ana tamaa, mwenye madaraka ana tamaa, asiyekuwa na madaraka ana tamaa. Mwanadamu yoyote. Pamoja na kuwa ni hivyo, tamaa isikupelekee kudhuru nafsi ya mtu. Tamaa isikupelekee kunyang'anya mali ya mtu. Tamaa isikupelekee ukawa ikafika pahala ambapo watu hawana amani na nafsi zao na mali zao kwa sababu ya tamaa. Hadithi katika Sahih Bukhari, kitabu al-Muzara'a, babu kira'u adh-dhahab wal-fidda, hadithi 7519, anaisimulia Abu Huraira radiyallahu anhu. Qala Abu Huraira
qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna rajulan min ahli aljanna ista'dhana rabbahu fi az-zar'i faqala lahu alasta fima shi'ta qala bala walakin uhibbu an azra'a fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu fakana amthal aljibal fayaqulu Allah dunaka ya ibn adam innaka la yushbi'uka shay'un, rawahu al-Bukhari fi sahihihi rahimahullah. Ndugu zangu katika imani, Mtume anasimulia kisa cha mtu wa peponi. Abu Huraira ndio anayesimulia kisa hiki. Sahaba huyo anaitwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Hadrami al-Yamani radiyallahu anhu. Ndio sahaba pekee katika masahaba wote wa Mtume, wote wanamume kwa wanawake, anayechukua nafasi ya kwanza kwa kuwa na hadithi nyingi kichwani. Mpaka anakufa Abu Huraira mwaka wa 59 radiyallahu anhu, anakufa kichwani ana hadithi 5374 radiyallahu anhu. Alikuwa mtu wa kawaida sana. Na kwa upande wa kina mama ambaye alikuwa anachukua nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, lakini kwa wanamume alikuwa anafuatana nao ama anawashinda, lakini kwa wanawake wote katika ummati Muhammad ni mama Aisha Siddiqa bintu Siddiq radiyallahu anha. Mama Aisha anakufa mwaka wa 58. Abu Huraira ndio imamu katika salatu janaza. Mama Aisha radiyallahu anha ana hadithi kichwani 2210. Mimi na wewe leo tuna nini? Wewe na mimi tukiwa na hadithi mbili tu, ama hidayatul atfal ama al-usulu thalatha, tayari umekuwa jeuri sana na unajiona kwamba wewe ni bora kuliko wenzako. Hapana. Watu wema huwa hawapendi kujitweza na kuwadharau wenzi wao. La tahtaqir man dunaka falikulli shay'in maziya. Usimdharau, usimpuuze mtu wa chini yako. Kila kitu ama kila kiumbe aliyeumbwa na Allah, Mwenyezi Mungu anajua thamani yake. Sasa Abu Huraira anaisimulia hii hadithi, amesema qala Rasulullah, amesema Mtume wa Allah. Anawasimulia kisa hicho, na mimi nawasimulia hapa katika msikiti wa Manyema. Inna rajulan min ahli aljanna, kuna mtu mmoja katika watu ambao ni watu wa peponi, ni mtu wa peponi, na Allah amepanga aende peponi, na ni mtu wa peponi. Ista'dhana rabbahu fi zar'i, alimwambia Mola wake, naomba nilime peponi. Ndugu zangu, tunajua kwamba kulima kuna shida. Unaweza ukachoka, utaumia, kuna mambo mengi yatakupata. Lakini ni mtu wa peponi, anakula bure, anakula anachokitaka katika pepo. Chukua mfano, anatokea mmoja katika wanadamu ambaye usipate tabu bwana, kila ikifika tarehe fulani mimi nitakutumia pesa kiasi fulani, wewe endelea na mambo yako, usishangaike kabisa, yote niachie mimi. Afu baadaye unafika pale unadoma, na angalau ungeniruhusu kidogo nikawa na kazi ya kufagia kidogo angalau. Hebu fikiria, yani unatakiwa ule bure, ulale bure, uvae bure, uoge bure, lakini bado unataka ufanye kazi, ujipe kazi. Sasa istadhana rabbahu, alimuomba Mola wake, mtu wa peponi huyu, fi zar'i, akaambia naomba nilime huku peponi, huku nilime. Mtume anawaambia masahaba, Mwenyezi Mungu akamwambia yule bwana peponi, alasta fima shita, mimi nimekwambia hapa peponi unachotaka chochote kula, vitu vya peponi vyote kula. Yule bwana akamjibu Mwenyezi Mungu, angalia mwanadamu alivyokuwa, walakin uhibbu an azra, napenda nilime. Huyu ndio mwanadamu, huyu ndiyo mwanadamu. Mungu akamwacha yule bana bila kuambiwa lima,
Fabadhara, akapanda mbegu kule kule peponi, kule kule peponi. Angalia mwanadamu. Sasa kama mwanadamu anafanya ubishi namna hii, yupo peponi, wewe hapa duniani anakufanya nini? Ndio maana unaona wale viongozi wengine duniani wanatumia nguvu, mwisho wanaamua kuua. Mwanadamu utapiga, utaua, atakufanya nini? Fabadhara, akapanda kule kule peponi. Qala sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema fabadara tarfa nabatuhu, ikaanza kukua mimea yake, wastiwauhu wastihsabu, mimea ikawa mirefu sana, inakwenda kwenye kuvunwa. Qala sallallahu alaihi wasallam, anasema ile miti, ile mimea iliyopanda peponi, fakana amthal aljibal, ile miti ikawa mikubwa peponi kama milima. Mwanadamu anasababisha peponi kuwe bori. Hadha huwa al-insan, huyu ndio mwanadamu. Sasa alipokuwa ameshapanda na peponi kumekuwa kama pori, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaambia, dunaka ya ibn Adam, inatosha. Fa innaka, hakika wewe mwanadamu, la yushbi'uka shay'un, mwanadamu hushibishwi na kitu wewe. Huyu ndio mwanadamu. Hapa msikitini kuna watu mna magari na kuna watu hawana magari. Kuna watu wana magari mpaka kufika milioni 30 yapo hapa, lakini bado gari ya milioni 5 anaimaindi. Huyu ndio mwanadamu. Simlaumu. Sasa tabia ya mwanadamu ndivyo alivyo. Ndugu zangu katika imani, ndio maana unaona duniani kwa tabia hii ya kutosheka, ndio maana unaona duniani kila mmoja anataka abakie pale pale alipokuwa yeye, asiingie mwingine. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu akamwambia yule mwanadamu peponi, mtume anamwambia, Mungu akamwambia yule bwana, yabna adam, wewe mwanadamu, fa innaka, hakika wewe mwanadamu, la yushbihuka shay'un, hukinaishwi na kitu. Huyo ndio mwanadamu. Ndiyo maana kuna watu duniani akishakuwa yeye katika madaraka atafanya chini juu, hata kwa kubadilisha mistari ya katiba yake lazima aendelee kutawala yeye. Huyo ndio mwanadamu. Huyo ndio mwanadamu. Na ndio maana hata tunapokula pamoja, mwanadamu mnaweza kuwa mnakula pamoja, lakini unamuona anapiga jicho pembeni mwa sahani la ndugu yangu hapo, anatazama, anatamani pale angekula yeye. Huyu ndio mwanadamu. Chukua mfano, mimi mfukoni hapa na buku 10, kinipa jero nachukua, na siwezi kukwambia sina hela, na kauka jero tu. Hebu fikiria jero kwa buku 10, kwa sababu hii ndio tabia ya mwanadamu. Sote humu ndani, mpaka mimi shekhe wenu hapa, hatutosheki. Na ndio maana kuna mtu mwingine anakuambia, mimi ukitaka kuniondoa hapa mimi nakuua. Anataka abakie yeye tu. Huyu ndio mwanadamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimalize khutba yangu, sikiliza mtume anavyomalizia hadithun sahih. Akhraja al-Imam al-Bukhari al-Bardazbi ar-Rusi rahimahullah fi sunanihi fi kitab al-Muzara'a babu kira'u adh-dhahab wal-fidda an sahabiyayn jalilayn Abdullah ibn Abbas وأنس ابن مالك رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديان لو كان لابن آدم واديين من ذهب لابتغى واديا ثالثا
kama mwanadamu angelikuwa na viwanja viwili vya dhahabu, chukua mfano, Kariakoo yote hii ni dhahabu, unaambiwa bwana Juma, hii Kariakoo yote dhahabu ni yako. Halafu na Ilala yote, anaambiwa ile Ilala yote dhahabu ni yako. Mtume anasema labtagha wadiyan thalitha, huyu bwana Juma angetamani jangwa la pili tena, angeambia nipeni na Magomeni. Mtume akasema wala yamla fahu ibnu adam illa turab, hakuna kinachoweza kujaza tumbo la mwanadamu asiongee asitamani tena isipokuwa afe. Wayatubu Allahu ala man taba, Mwenyezi Mungu anaikubali toba. Maana yake ni kwamba huyu katika tamaa anaweza akafanya makosa, lakini akileta toba Allah anakubali toba yake. Chukua mfano Kariakoo yote hii, unaambiwa hizi nyumba zako zote za Kariakoo ni zako zote, kodi unachukua wewe. Ataambia niongeze na Ilala, haya na Ilala chukua wewe. Ambia kama ungeniongeza na Magomeni au Temeke hivi. Huyu ndio mwanadamu. Mtume akasema wala yamla ufa ibnu adam, hakuna kinachoweza kujaza tumbo la mwanadamu isipokuwa udongo. Siku ile anawekwa kaburini, khalas, hawezi kutamani yote. Huyu ndio mwanadamu. Kwa ndugu zangu, tunatamani mengi sana, lakini ndivyo ilivyo. Na hata mtu ukitaka kumuondoa kwenye madaraka yake aliyowekwa ama aliyojiweka mwenyewe, ukimuondoa na maji kwa sababu anataka abaki yeye tu mpaka anakufa, usimlaumu kwamba kwa nini anang'ang'ania. Ndivyo mwanadamu. Hata wewe ungekuwa wewe usingekubali, na angekuwa yule asingekubali, na angelikuwa mwingine asingekubali. Huyu ndio mwanadamu. Kwa hiyo idhan madha nastafidu min hadaini alhadithain sharifain, au madha nastanbit, au madha yu'khadh durusun wa ibar allati tu'khadh min hadaini alhadithain. Mafundisho gani ambayo tunayapata katika nini? Kwamba anna ibn adam khuliqa ala istikthari min ad-dunya, mwanadamu ameumbwa kila kitu duniani kiwe chake yeye, na anapenda, na mwanadamu anapenda. Ndugu zangu katika imani, hivi sasa duniani hakuna amani. Watu wanauana, wanadhulumiana, wanapigana, mpaka watu wanafanyana matendo ya ajabu sana. Sababu ni tamaa. Sababu ni tamaa. Chukua kilo 70 za dhahabu, unaambia bana kilo 70 za dhahabu hizi ni zako. Kilo 70 za dhahabu hizi ni zako. Akienda kwa sonara akimfanyia mahesabu, ile hela atakayopata pale inaweza kumtoa roho, lakini atakufa hataki. Huyu kapewa kilo 70 za dhahabu, alafu unaambiwa bana kuna gramu 2 za dhahabu. Je, unasemaje? Tumpe huyo bana? Sema nipe mimi. Kilo 70 za dhahabu, gramu 2 za dhahabu anastaki. Wala yamla fahu ibn adam illa turab, hakuna kinachoweza kujaza tumbo la mwanadamu isipokuwa ni udongo wa kaburi. Qala sallallahu alayhi wasallam akthiru min as-salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya rasul Allah wa kayfa turadu salatuna wa qad aramta? Qala sallallahu alayhi wasallam inna Allah harrama 'ala al-ardi أجساد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلم مواطني ومقيم تنزانيا من مرض كورونا. اللهم سلم مواطن ومقيم تنزانيا من مرض كورونا. اللهم سلم مواطن ومقيم تنزانيا من وباء كورونا. اللهم سلمنا من وباء كورونا.
اللهم استرنا من بلاء كورونا. اللهم لا أحد يحفظنا إلا أنت يا الله، لا أحد يسلمنا إلا أنت يا الله، لا أحد يسترنا إلا أنت يا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لطيفا بخلقه، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا الذين في المستشفيات، واشف مرضانا الذين في المستودعات، واشف مرضانا الذين المستوصفات، واشف مرضانا الذين في وسائل الموصلات، واشف مرضانا الذين في الإسعافات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم سلم تنزانيين، اللهم سلم تنزانيين، اللهم سلم تنزانيين. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر